Alhamdulillahi rabbil alamin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tunakushukuru tumeweza kuamka salama mpaka hivi sasa tumefika eneo la tukio. Tunakuomba Mwenyezi Mungu tuongoze au tushushie malaika wa ulinzi, ututie baraka na nguvu tuweze kufanya kazi zetu vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bariki mazingira yetu, bariki vifaa vyetu, bariki wale wote ambao wanatuzunguka, utuondolee vitu vibaya, vitu ambavyo vitaweza kuangamiza kazi yetu isifanikiwe, mambo yetu yasifanikiwe, kila kitu kiende vizuri. Tunakabidhi vipaji vyetu, tunakabidhi miili yetu, tunakabidhi kwa kila kitu, kwa wendo kila kitu kwetu, tuseme amen. Sasa wewe unakuja tu unaamka afu unasema naomba taraka yangu. Hivi hayo maneno unahisi ni rahisi kabisa hivi unavyoongea? Unadai tu taraka hivi kweli? Hauna takufi Mungu ndani yako. Twende. 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 Action. Yaani hauna hata hofu ya Mungu ndani yako. Maliza na mke wangu. Mke wangu. Mke wangu, nimalize mke wangu mwisho. Sawa. Action. Hauna hata hofu ya Mungu mke wangu. Unajua kuna ile atende. Jambo zito hili. Twende. Action. Yaani unadaidai tu taraka tu. Ndio. Unakaje kuna baba mdogo. Twende. Nitamweka kofi anaongesha taa. Twende. And action. Hauna hata hofu ya Mungu mke wangu. Unajua hili jambo halimpendezi. Twende. Jambo zito hili. Astaghfirullah. Twende. Sikiza za mtume. Twende. Sina, twende. Action. Yaani unadaidai taraka kama karanga. Hauna hata hofu. Kama unaomba karanga. Kama unaomba. And action. Yaani unadaidai taraka kama unaomba karanga. Hauna hata hofu ya Mungu. Una hata. Twende. Twende. And action. Action. Yaani unadaidai taraka kama unaomba karanga. Hauna hata hofu ya Mungu ndani yako mke wangu. Hili jambo ni zito. Mashehe wanatufundisha kila siku kuhusiana na habari za ndoa. Mashehe? After short action. Mashehe wanatufundisha kila siku kuhusiana na habari za ndoa. Hatujifunzi. Okay. Viongozi wetu wa dini. Sawa, twende. Usibague upande wa dini. Twende. Action. Viongozi wetu wa dini wanatufundisha kila siku habari za ndoa. Hatujifunzi. Hebu kuwa na hofu mke wangu. Huu sio mjadala. Nimeamua, nataka talaka yangu. Kama nilivyokubali kuolewa na wewe. Sikiliza. Huu sio mjadala. Haya ni maamuzi yangu. Kama nilivyoamua kuolewa na wewe. Kama nilivyoamua kuolewa na wewe, ndivyo ambavyo naamua nataka talaka yangu. Ndivyo nimeamua kuachana na wewe. Kuachana. Kama nilivyoamua kuolewa ndivyo naamua kuachana. Ya mwisho haya. And Twende. action. Hivi unajua Cindy, kitendo cha mwanamke kudai talaka kwa mume wake. Jana usiku ulilala hapo paka lilikuwa pale chini. Kwa hiyo Cindy uliamka kabla, uliamka mapema. Ulivyoamka nafikiri ulikaa hivyo hivyo, sema ulikaa hapo. Umekaa unawaza. Sawa? Mawazo yako sasa hapo unaanza kumkumbuka penzi lako jipya. Unamkumbuka Amani. Kuna baadhi ya nyakati zile nzuri ambazo mlikuwa mnaishi na nini unazikumbuka. Utakachofanya hapo utatabasamu kidogo tu. Sawa? Kwa sababu kwenye kumbukumbu nzuri zinaenda kuathiri sometimes moyo, unajikuta nayo unaathirika, kifikra unashare. Kwa kidogo utatabasamu kufurahia nyakati fulani, labda alifanya kitu fulani aliko nini. Baada ya kufurahia nyakati hiyo tu, ukirudi chini utamwangalia huyu mwamba kwa hasira akiwa amelala. Sio unazidi kumwangalia, unazidi kumind, unazidi kuwa na hasira, unamuamsha. Mudi. Mudi mpaka unastuka.
Vipi mke wangu? Nataka talaka yangu. Mudi kitu kizito hicho napiga nacho. Hapo hujaweka vitu. Sawa? Nataka talaka yangu. Msikuelewi. Nakwambiaje, nimesema nataka talaka yangu. Kipi ambacho kielewi wakati maneno naeleweka kabisa ya Kiswahili haya? Mke wangu, kwa nini tufikie huko? Kwani kuna nini? Mbona huko pakubwa sasa? Sawa, tufanye yote, tunasumbuana, tunasemana, tunapiga, lakini mambo ya talaka haya mbona mambo makubwa sana? Tunafikaje huko? Mambo unaona makubwa, lakini mimi ndo nimeamua. Kama ambavyo niliamua kukubali kuolewa na wewe, ndivyo ambavyo naamua sasa hivi kuachana na wewe. Nimechoka. Mke wangu, sifikie huko bwana. Hata kama nimekosa, nataka kushinda. Usinishike Mudi. Kaa huko tuongee. Nimechoka. Nahitaji talaka yangu. Sisi tena kuishi na mwanaume ambaye naona kabisa sasa maisha yangu yanaenda kuwa magumu kwa sababu yake. Naona kabisa umaskini unakufa kwa sababu yake. Kwa cha kufanya ili tusifike mbali, kwa sababu kila ninapokaa na wewe nafsi yangu nahisi kabisa inanisukuma kukufanyia vitu vya ajabu. Nafikiria nikupige na mchi, nafikiria nikuchome na kisu, nafikiria nikuchome moto, nafikiria nikuue, nafikiria kufanya vitu vya ajabu. Sasa ili nisije nikaathirika na hayo mawazo nikafanya kweli, ni bora nikuache mtoto wa watu kaishi maisha yako salama, na mimi uniache nihangaike na maisha yangu mapya. Kwa sitaki kusikia chochote Mudi. Ili tuweze kuelewana humu ndani, mimi lugha ni moja tu. Niandikie talaka yangu niende kwetu. Over. Unainuka chwabu. Yeah. Baki Mudi. Sasa kwaje? Jicho limekutoka umepagawa kwa sababu ni serious, anasema kwa ukavu. Unajua zile alafu swala la talaka kwenye ndoa kwa mke ambaye bado unamhitaji ni pigo sana. Kwaje? Sasa hivi tasogea, nataka sisi ndio mmekaaje? Sinja takaa hapa, Mudi alikuwa hapa. Kwa Mudi utanini? Godoro actually nategemea atakuwa limevurugika. Mudi kama utasogea, kama uelewe unajiuliza inakuaje? Utarudi hivi. Trap, nataka tu urudi tupate drama moja nzuri tu ya kuingia. Utarudi kama utaegemea hivi. Au uelewi kama unataka uegemee hivi. Cheze hivi. Sasa unajaribu kukaa tu hivi unatafakari ile inakuaje Trap? Cindy anarudi. Unarudi kwa ajili ya kutandika vizuri ili aondoke. Unasikia tu anarudi hivi, unakurupuka. So unajua godoro lake hataki akalie. Kwa kama unamuogopa, unasikia tu anarudi hivi, yani sio umeka zako hivi. Unasikia unakaa, unajua zile unamuogopa unakaa hivyo. Si unamkata jicho tu ile basi unakuja hapo unakaweka sawa godoro lako. Mke wangu, unaondoka sasa. Ongea chochote. Nani ya kwanza? Nikiwa nimevaa vile muda wangu la. Nitakaporudi hivi, nimevaa labda au vile. Okay, let's do this. Kwa sababu nitaka utakaporudi uwe na sababu ya kurudi. Sawa? Kwa labda uje uivae hiyo kwa juu. Sawa? Sisi tuko tumeiweka wapi? Urekebishe hivyo uivae hiyo kwa juu uondoke. Au haivaliki. Sababu mtambaye yani sababu kwanza tu yuko sebuleni. Haiwezekani ngozi iko sebuleni. Toke nirudi nimevaa. Sababu sana kuna kitu kuna mahusiano utayakosa kidogo. Kwa sababu baada ya kuamka wewe haukwenda sehemu yoyote wala kufanya chochote. Baada ya kuamka ulikaa ndio ukafanya hicho kitu. Kwa hiyo tukisema ulivaa hiyo ina maana kuna tukio lilipita hapa. Uliamka ukaenda ukafanya ukavaa ukarudi. Sasa labda tufanye hivi. Sio tu umeivaa hiyo. Baada ya kunini hapo utakuja utaweka godoro lako sawa, huyo shosho utatoka. Basi. Tupate continuity ile. Simu kwani ana simu kubwa? Ndogo. Si una simu ndogo? Utakuja kuchukua na simu yako pia.
Sindi. Subuhi hapa nyuma mlango. Subuhi hapa nyuma mlango. Kuna mlango huku. Huu hapa mlango. Huu mlango anaingia kwenye Samsung. Sasa kuna shida gani sana? Hata hapa. Sikia anafanya hivi. Angalia. Angalia. Funga huo mlango. Sisi wote tunakuja.